Yaani mdogo wangu ni kweli hana mimba. Na hiyo story katunga kwa sababu wewe yana yule kifaranga chako. Sasa leo Zabaina, lakini mistake kabisa umwite mwanangu majina ya ajabu. Kwa nini unakuwa hivyo? Niache niongee, huwezi kunizuia kwa sababu umeingia kwenye 18 zangu. Acha nikufundishe dunia ikoje, mshenzi wewe. Nakuomba, niko chini ya miguu yako dadangu. Mimi kweli, haki ya Mungu mimi nakuwa msikivu. Usinifanyie kitu chochote kwa sababu mimi mwanangu ananitegemea. Amevuta picha na angekuwa mtoto wako ungefanyaje? Afu unampoteza mamake. Unamtegemea eh? Sasa naanza na wewe, naenda kumaliza na yeye. Mshenzi mkubwa wewe. Kwa nini naota sana hizi ndoto? Afu watu wale wanajirudia. Ina maana watu wana mpango mbaya na mimi. Haiwezekani. Haiwezekani, natakiwa niwe makini. Mama. Mama. Usijali mwanangu. Kila kitu kitakuwa sawa. Kapa. Morning. Lakini natamani hata ingekuwa ndo usiku sasa umeingia, alafu tuendelee vile ambavyo tulikuwa tumevianza. Asa mume wangu, tukiendelea tutakula nini? Mimi na mwanao tunakutegemea wewe baba yetu. Uende kazini, urudi ndo tuweze kula. Mbona kama unanifukuza vile eh? Mbona kama unatamani kukaa karibu na mimi tu jamani kipenzi changu? Natamani sana mume wangu. Lakini kama unavyojua Mwenyezi Mungu anavyotuamsha tukiwa salama. Mwenyezi Mungu anavyotuamsha salama. Anakuwa na makusudi na sisi. Anataka tukapambane kama ilivyosemwa na ilivyoandikwa. Mtakula kwa jasho na mtazaa kwa uchungu mume wangu. Nimeipenda hiyo, nimeipenda sana. Nimeipenda sana. Unajua ukiwa na mwanamke ambaye anajali michakato inatoa moyo mkubwa sana kwa sababu bila kazi hamna kitu eh? Lakini kabla ya kazi lazima kazi iendelee. Baby. Sasa ukitaka iwe hivyo, si utachelewa kazini jamani mpenzi. Hapana, nataka kazi iendelee. Nataka kazi iendelee. Vipi ndugu? Hatujambo tu, tunashukuru Mungu. Uko salama? Vipi maendeleo hapa? Umeshamzoea ndugu wako? Na je, kuna changamoto zote zinazoendelea hapa nyumbani? Tunaendelea vizuri. Mimi nafurahi kusikia hivyo. Kwa sababu lengo langu kubwa na nia yangu kubwa, kila siku ninaomba dua uweze kuishi vizuri na ndugu yako, maisha mengine yaweze kuendelea. Kwa sababu furaha yangu ni kuona ukiwepo hapa nyumbani kwangu. Furaha yangu ni kuona ukiwa na furaha wewe na Tuta hapa ndani. Kama mko sawa, ni sawa, mimi nafurahi. Samahani lakini shemeji, kwani Datuta ujauzito wake una miezi mingapi? Kwa namna ambavyo ameniambia ina miezi isiyopungua 3. Inaelekea 4. Kwa hiyo sio siku hizi siku zinazozidi kukimbia. Sasa hivi utashangaa miezi 7 hiyo. Mtu anajifungua miezi 9 tunakuwa na mtoto hapa nyumbani. Kwa hiyo mimi na imani utamvumilia ndugu yako. Mtacheka vizuri na maisha mengine yataendelea. Lakini sijai kumuona hata siku moja ukitoka naye ukaenda naye kliniki. Labda inatokana na muda, kwa sababu mara nyingi huwa safari zake za kliniki zinatokea pale pindi na kwa mimi kabisa. Lakini pia unaweza kaona msindikiza mara moja ukubajua kliniki kwake. Inakuwa vizuri kwa sababu mimi nadhani mshauri mkubwa na mtu pekee ambaye anatakiwa kumwangalia Tuta vizuri wewe hapo kidao. Samahani lakini kama nakuingilia kwenye maamuzi, kuna kitu nitamani kukushauri. Natamani mwezi ujao japo umpeleke kliniki ukapate hata uzoefu.
na yeye atajisikia amani, kwa sababu mama wengi sana kliniki wao wanapelekwa na waume zao. Kwa nilikuwa naomba tu sheme, itapendeza. Na mimi lengo langu kubwa liko hivyo kama unavyoniambia. Nataka niende naye kliniki nimpeleke, maana nasikia mwanamke anapopelekwa kliniki na mume hata kwenye foleni hawakai. Wanaume wanapewa kipaumbele. Kwa hiyo natamani siku moja hivyo nimheshimisha kwa mama wenzi ambao wako kliniki. Vipi lakini Mili anaendeleaje naye? Anaendelea vizuri, nashukuru Mungu. Yuko poa? Basi poa. Mimi nikuage niingie zangu kwenye michakato, then utampa haya akiamka. Okay. Baadaye. Oh baby. Nini sasa? Baby, mimi nilikuwa nakuja kwako. Kwangu kufuata nini? Baby, lakini nimekumisi unajua Wewe nisikilize, umeelewa? Unajua bahasha yako siku mimi kanirusha kinoma. Afu mzako mapenzi design ile waga sipatani simaindi hata kidogo. Sikiza nikwambie mpenzi wangu. Wewe kama uko hivyo mimi nitakutuliza. Kwa sababu mimi niko special kabisa kwa watu ambao wanapagawa na waweka sawa. Unajua leo nimekubebea singo, nataka nikusinge mpenzi wangu, nikusugue, nikusafishe mpaka kwenye pacho. Sio unanielewa? Yaani sasa mimi mzako umesiko hivyo sasa. Umeelewa? Kwanza pale mimi nishapagawa. Na stress kibao. Kwanza mapenzi yenyewe naona jao tu. Umeelewa? Amna bwana baby. Sikiza nikwambie, wewe turudi wote nyumbani. Utaenda kufurahi, baby nimekumisi mwenzako, niko taabani juu yako, najua siwezi. Chimami. Umeona mimi mwenzio? Sawa, nimepagawa. Yaani mimi mapenzi ya kutesana wagamiza kwa siaweza hata kidogo. Na feeling kuhusu mapenzi. Kwa hiyo mimi unavyoniambia si nini naona ngao unanichanganya tu. Kwangu mimi naona issues. Labda kama una lingine sijui. Usifanye hivyo mbuzi, mimi nakupenda bado nakuhitaji mzako. Sikiliza moyo wangu, nakupenda. Unanipenda? Nakupenda sana mbuzi, usifanye hivyo. Sasa basi nisikilize. Sawa. Mimi nitakutafuta. Unanitafuta? Yeah. Lakini hapa si umeniona, si ndo hapa jamani baby. Mbona unang'ang'ania vipi? Mimi nimekwambia nitakutafuta. Shida nini sasa? Mbuzi mimi nimeshikwa wallahi. Sikiliza, achana na mimi, umeelewa? Wewe mbuzi. Harakati za msera mbuzi. Harakati za msera. Nipo hapa boss. Hivi kumbe wewe kumbe ni mshenzi Mimi unajua sasa utakuwa umebadilika. Nafu sitoshe yule kijana ndio alosababisha wewe na mume wako mgombane. Yule kijana ndio ulofumaniwa naye yule. Wewe mzee, kuna kitu unanitafuta. Kuna kitu unachonitafuta. Kama unataka si useme tu. Sasa ninachokuambia ni hivi. Kama endapo ukiendelea na tabia zako hizo, ujue utafika sehemu za kufikia mwisho. Zipi? Hizo za ushenzi hizo. Eti mshenzi. Mshenzi nitakuwa mimi? Yaani mshenzi labda utakuwa wewe, ambaye unakusanya vitoto vidogo ambao vimeachishwa nyoyo na wazazi wake. Mimi nitakuwa mshenzi? Washenzi waone wanafanya ushenzi huko. Chimami, nimekwambia koma kuingilia katika maisha yangu. Koma. Wewe ya kwako na watoto wadogo uyaoni. Mpaka unamtia aibu mume wako. Kijana na watu wanapata aibu kwa ajili yako wewe. Wewe umechelewa sana wewe mzee. Unaacha kuongea na mimi vizuri, labda unanitaka tukae chini tufanye maongezi yetu watu wazima tupu na ngeka na watoto wadogo. Leo unataka kunipepeusha ndege wangu. Sasa nilichokuomba labda ungebandika na matangazo. Bandika sema matangazo, Chimami najiuza, Chimami mtu fulani, Chimami malaya sana ili watu wakuelewe. Mpuzi mmoja wewe. Unabaki tu mbuzi analia kule sasa. Na hapo mbaki umeganda tu. Niacha nipite ibwege wewe. Pisha huko. Harakati za msera mbuzi. Harakati za msera. Kama unataka siseme. Nimesota sijasita. Harakati za msera. Sasa mimi nimechoka.
Sasa Amanda, umechoka nini? Wakati hapa inabidi tukazane kutafuta. Tusipoipata tukazani wapi? Tumekazana sana tu. Yaani kwenye miguo yake tumekazana. Humu napo kwenye midaftari tumekazana mpaka nimechoka, nina njaa hapo nilipo. Mimi ninawaza itakuwa hiyo hati baba kaichukua kapeleka kule kwa Mama Baina. Una uhakika? Ndio, nina uhakika kwa sababu ile siku alivyokuwa anasema nilimuona Mama Baina alikuja hapa. Kwa tufanyaje? Inabidi tumfuate. Ila tukifika pale, yani tujifanye wapole, yani tumnyenyekee ili tupate tunachokitaka. Maana hii nyumba ikiuzwa, mimi mwenyewe sina hata sehemu ya kuwaweka ndugu yangu. Wewe mwenyewe unajua maisha yangu. Sawa, atatuelewa kweli? Mimi naamini atatuelewa. Ila tukisema tuende papala, akia Mungu hatatuelewa. Kama nilivyokuambia mdogo wangu, yani tunafika pale, tunamnyenyekea, tunaanza na salamu. Maana mtu mwenyewe unamjua yule alivyokuwa kisukari. Sawa. Kwa hiyo tupange au tukirudi? Tuondoke tu bana, tutarudi tupange. Jamani Somo, mara moja tuliaga nyumbani. Mwenzako napata shida kukupata. Nakuwa na mambo mengi sana kukwambia, ila nikija hapa nyumbani kwako namkuta mume wako. Na wewe mume wako mwenyewe ananitoa nduki hapa nyumbani kwako. Haya, kunitafutia nini? Una shida gani na mimi? Maana simu zako hazipokelewi, fuku ni block. Sio kwamba nakutafutia nini Somo. Mimi nikipiga simu zako huzipokei kabisa. Muda mwingine wala hupatikani. Nakuwa na shida ambazo natakiwa nikueleze. Kama unavyojua wewe ndio Somo wangu mimi. Katika wali wangu ambao naona ni vigego wewe mmoja wapo. Yaani wewe unanizalilisha sana. Kusema ukweli, tangu nianze shughuli zangu za usomo sijawahi kupata mwali kama wewe. Yaani fedhea kubwa. Yaani unaambiwa ulinihangaika, leo nimekupata wewe. Kama wanavyosema changa mpungoti kuibanga mikongo. Mikongo yenyewe ndio kama hii hapa. Hiyo mikongo usizani miti. Hiyo mikongo watu kama nyinyi. Msokuwa na shukrani. Hamna shukrani wala fadhila. Kuhangaika kote ukufundisha wewe. Mpaka leo hii mkopo unaweza kuimudu ndoa yako. Kwa kupo hivyo. Lakini Somo, ukija kuangalia mimi sina kosa. Maana nimekufuata nyumbani kwako zaidi ya mara 3. Sikukuti. Uende anapokuwa nakuja na kuwa na jambo la heri. Uende nakuwa nimekuja nacho kidogo nikupatie lakini sikupati. Halafu kitu kingine Somo, unavyoniambia maneno kama hayo mwisho wa siku mimi najisikia vibaya. Ni kama vile unanisema sasa. Kipindi ambacho nimekutafuta wewe na kukosa, nilikuwa najiuliza umeenda wapi? Kama unavyomjua bwana wako. Ananitoa hapa ananiambia nitakupiga siku nyingine ukikanyaga nyumbani kwangu. Nitakupiga wewe usinizalau. Sijui vitu gani, lakini mimi bado nitapiga moyo konde, nitakuja. Kama nilivyokuja sasa hivi nimekukuta. Kama unavyojua sasa hivi hili jambo nilolianzisha. Litaisha vipi kama sitasaidiwa na wewe jamani Somo wangu? Umeona Umeanzisha jambo, umesingizia una mimba. Na wakati mimi ndio mpangaji wa kila kitu. Unakosa kuongea na mimi vizuri, unaenda kuyabananga mambo. Na wakati mambo yenyewe ndio kwanza asubuhi. Hiyo ndio uongopea kwamba wewe una ujauzito. Utakuja kuongopa kitu gani siku ikitokea ndo wachezaji wa Simba wameingia? Unamuongopea kitu gani wewe mwanaume wako? Yaani kipindi ambacho nilikuwa nakuja hapa na kukosa, nilikuwa naongea na dada Baina, angalau ananipa japo mawazo, ndio nilikuwa nayatumia hivi. Lakini kwa sasa hivi naona kama vile nimefika mwisho. Nimefika mwisho wa mawazo yangu kabisa. Naona hili jambo linakuwa kubwa. Kama ulivyosema na unavyojua sisi wanawake, kila mwisho wa mwezi lazima zitutoke. Na mimi huo mwezi ndio kwanza unakaribia, nitafanya nini? Ndio maana nimekuja kwako nisaidie Somo. Mimi kwa sikupati nikakutana na baba Baina, dada Baina na kusanya mafundisho yake. Kumbe umepata somo mpya mzetu. Umepata somo mpya mwenetu. Sawa? Kwa kwangu mimi ukaachanganya na ule msungu asojielewa. Hivi dada yako Baina angekopo kweli mtu kweli wa kufunda awali akajielewa yeye mwenyewe akikosa ndoa. Leo mara kaangaika na ule baba, leo kaangaika na ile punga. Angekwepo akaye akatulia akapata mshefa amana. Basi asipate mshefa amana, akapata japo buldoza tu kama yupo mume wangu mimi akamkokota akamweka ndani. Mtoto akiunyea mkono haukati. Utauosha
vizuri kabisa na utaendelea kuutumia. Sasa mimi nimerudi kwako Sumu. Nahitaji msaada wako kwa hili. Kukusaidia sichoki. Na waganga na mzee Mbonde yuko Mbande hapo. Na Kimosa. Na Saidi Chongo. Wote kiboko. Sasa mimi nataka kitu kimoja. Mtoto akionyea mkono usiukati. Na uosha na usafisha vizuri. Lakini mtoto wewe ujanya umeharisha. Cha msingi nitafutie hela. Ili nikusamee makosa yako tuanze upya. Nimemaliza. Line yangu haidaiwi inaingia miamala muda wote. Waganga tena. Basi sawa. Mimi nimekuelewa kila kitu. Mimi niko tayari kufanya chochote ili mradi nisikose ndoa yangu. Nimemaliza. Karibu muda wote mwana kwetu. Basi sawa, hamna shida. Sawa. Na simu yangu haidaiwi. Kwa muda wote muamala na utegemea. Sawa. Wadogo zangu hao. Karibuni. Marhaba. Shikamoo kaka. Marhaba. Sasa hivi umeshasuka na vidredi sasa. Kama unavyoniona. Ufupi wako ule ule, yani urefuki kabisa wewe. Yani, acha. Cheusi. Karibuni. Leo si mama tuje kukusalimia. Tumekuja kumuona na wifi. Kwanza wifi yuko wapi? Kabla ya yote. Ametoka hayupo. Jamani nimemisi sana. Atarudi sio muda mrefu. Lakini vipi sasa? Mbona mmekuja bila taarifa yoyote? Unajua mmeniogopesha. Kwani kuja kwako mpaka taarifa kaka? Hakuna ubaya kwa sababu mwisho wa siku nyinyi ni ndugu zangu. Lakini sasa hapo unajua mimi naishi na mke wangu. Sasa hivi kuja ghafla afu hapa mjini. Kaka kwa kuja kwako mpaka sasa siku hizi mpaka tu na barua ya serikali ya mtaa Kama hutaki wewe sema. Mbona wifi ana shida? Wewe upoje lakini sisi ndugu zako hapa. Sijamaanisha hivyo. Kwani vipi mnakaa? Yaani mnakaa kwa muda gani? Kwamba mmekuja kusalimia mnaondoka au? Sisi tupo. Sawa lakini inabidi basi niongee na mke wangu nipate ruhusa yake. Kwa mimi ninavyomjua wifi, akija hapa atafurahi kutuona kama nini. Sasa nashangaa wewe kwa nini unatia mkazi? Au unalelewa kaka? Mimi naona hivyo hivyo. Hapana, sio hivyo. Lakini unajua nyumba bora ni ile ambayo mwanamke na mwanaume wanakubaliana, wanafanya mipango yote kwa pamoja. Sasa mimi siwezi kufanya maamuzi peke yangu. Sasa mpaka mke wangu awepo. Hapo ndo naweza tukakaa tukaongea kama nyie muwepo au msiwepo. Bwana, shika begi. Si hapa bado tupo. Kwa wifi akija tutamuona. Na mpigie wifi simu mwambie sisi tushafika. Sawa, basi kaeni hapo niwaletee maji ya kunywa kwanza.